Tunawasalimu wapendwa, tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Mimi ni ndugu yenu Mapendano Olivier. Imependezwa kwamba siku ya leo tuweze kupata mawili matatu kutoka katika maandiko matakatifu ambao tutaweza kujifunza. Kwa sababu ipi? Ni kwa sababu dunia leo inaendelea kufanya na kutimiza mahitaji yake. Nasi inatakikana basi kwa upande wa pili tupate muda muafaka wa kulifikiria tena neno la Mungu. Leo imetupendeza kwamba tujifunze pamoja nanyi kwa sababu gani sabato ibadilishwe. Kwa sababu gani sabato imebadilishwa na wanadamu? Wanadamu wamepata wapi chanzo cha kubadilisha sabato ya Bwana, huku wakikusanyika Jumapili na wanaachana na sabato ya kweli ya Mungu? Hapo ndipo tunaenda kujifunza hivi, ili kwamba tutambue hii sabato ya Mwenyezi Mungu ilianza vipi, na sabato hii ina maana gani katika maandiko, na sabato hii wanani walibadili na walibadili kwa sababu ipi. Hicho ndicho ambacho tunaenda kukitafuta katika Biblia na maandiko matakatifu, ili kwamba tutambue ukweli. Sababu unajua ya kwamba ukweli lazima utambulike, lazima ujulikane. Hata kama ukweli hutapata wafuasi wengi ambao watakaofuata, lakini utabaki kuwa ukweli. Ndiyo basi katika kitabu cha Mathayo sura 4 lango la 4, Yesu baada ya kujaribiwa, baada ya kuwa amefunga na kujaribiwa na mwovu, alimwambia geuze mawe yawe mkate. Yesu akamwambia kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Ni kusema kwamba katika maisha yetu tunatakikana tuwe na ile hamu ya kujifunza neno la Mungu. Ndiyo rasmi, hatuna budi kujifunza neno la Mungu kwa sababu ni lenye nguvu na lenye imara. Lakini tunatakikana basi kabla ya kulisoma neno la Mungu tuweze kunyenyekea na kuweza kuomba, sababu ni neno lenye nguvu. Basi na tuombe. Libarikiwe jina lako mwenye kuziumba mbingu, bahari, chemchem za maji, jina lako lihimidiwe. Asante kwa kuwa umetupa muda huu rasmi, tunaenda kujifunza neno lako. Uwe pamoja nasi. Tunataka tujue sabato yako imeanza vipi na kwa nini wanadamu wanaendelea kuipuuzia. Tunaomba hivi ni kupitia jina la Yesu Kristo, amen. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hii ambayo anaendelea kutupea. Na tunawasalimu nyote mahali popote mnapoonekana. Mimi jina langu ni Mapendano Olivier. Ni Mapendano Olivier. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, na mimi ni mtengenezaji ambaye anayekusanyika siku ya Sabato, huku tukihubiri ujumbe wa malaika watatu. Lakini pamoja na hili tutaenda kulitambua, wala neno ambalo tunaenda kulitafuta ni sabato. Sabato ndiyo neno ambalo tunaenda kulijifunza saa hii, na tutambue imekujaje na vipi sabato imetokea wapi na kwa nini ikue, na kwa nini wanadamu wanatakikana waweze kuishika na waweze kuifuatilia. Rasmi nitaweza kusoma kitabu hichi cha Biblia. Tunaposema Biblia ni kitabu ambacho lazima wanadamu wote wangeweza kukaribia. Ili ndani mwake wapate ukweli. Na tunaanza katika kitabu cha Mwanzo. Inaposemeka mwanzo, ni hapo ndipo mwanzo ulikuwa. Hapo ndipo mwanzo, yani hapo ndipo vyote vilianzia. Katika kitabu cha Mwanzo sura 2 lango la kwanza panasema, mbingu na nchi zikamalizwa na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akabarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Hapa panasema ya kwamba katika uandishi huu Biblia imetamka kwamba Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na nchi katika siku 6. Katika siku 6 Mungu akawa ameumba mbingu na nchi na ardhi na jeshi na vyote. Lakini siku ya 7
Mungu alikuwa amemaliza kazi yote aliyokuwa akiifanya, wala kazi yote ambao aliyokuwa akiumba. Hii siku ya saba inasemekana katika Biblia ya kwamba Mungu akamaliza kazi yake yote, na hiyo siku ya saba akastarehe. Kwanza Mungu alistarehe katika siku ya saba, na baada ya starehe Mungu akabariki siku ya saba. Hakuna siku nyingine yoyote katika Biblia wala katika vitabu vyote vinavyoonyesha ya kwamba kuna siku nyingine isipokuwa siku ya saba ambayo ni Sabato. Mwenyezi Mungu alistarehe na kupumzika, na huku tunatambua ya kwamba katika kustarehe kwake aliibarikia na akaitakasa. Katika siku zote zilikuwa zimefanyiwa na Mungu, lakini siku ambayo ina utakaso, siku ambayo ina mibaraka, siku ambayo Mungu alistarehe ni siku ya saba, lakini zingine ni kwamba alitumika. Bwana wetu asifiwe sana. Hapa ndipo tunakuta ya kwamba jambo hili Sabato, Mungu aliweza kukusanyika, aliweza kuanza Sabato katika awali. Hata Sabato tunapata kwamba Sabato baada ya mwanadamu kuumbwa katika siku ya sita, siku ya saba ilifuatia Sabato. Kwa Mungu alistarehe Sabato huku mwanadamu naye akiwa ameshakuwa hai. Bwana wetu asifiwe sana. Na hii Sabato ilikuja kurudiliwa tena katika kitabu cha Kutoka 20 lango la 8. Katika amri 10 za Mungu tunapata kwamba Sabato iliweza tena kurudiliwa. Katika kitabu cha Kutoka sura 20 na lango la 8 panasema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sita fanya kazi na utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato kwa Bwana Mungu wako. Siku hiyo usitende kazi yoyote, wewe wala mtumwa wako, wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye malangoni mwako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana Mungu akabarikia siku ya Sabato na kuitakasa. Hapa tunapata ya kwamba siku iliyotakasika na siku ambayo Mwenyezi Mungu anadai ya kwamba imepata mibaraka na huku ikawa ina utakaso ni siku ya Sabato. Hii siku ya Sabato Mungu aliweza kuitoa kwa ajili ya watu wote. Wakati watu wanajenga hoja eti Sabato ni ya wana wa Israeli, kwa lango hili la Ufunuo sura 2 lango la kwanza, hiyo hoja ni dhaifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wana wa Israeli katika Mwanzo sura 2 walikuwa bado hawajakuweko, walikuwa bado hawajaonekana, hata na mababu zao ambao wametoka kwa Ibrahimu walikuwa bado. Hapa ndipo tunapata Mungu amekusanyika Sabato na akaitakasa. Kwa wale wanaodai eti ni ya Waisraeli, hapa hawana hoja, kwa sababu Mungu alianza Sabato katika mwanzo. Kumbe Sabato haikufanyika kwa ajili ya Waisraeli, sababu ilifanyika hata tangu awali Mungu alikuwa ameipumzika. Tunapoendelea mbele tunakuta ya kwamba katika maandiko matakatifu lazima tuchunguze ukweli kuhusu hili swala la Sabato. Watu wameligeukia na kulipatia mgongo, huku hawataki tena waambiwe kwa swala la Sabato, ikiwa Sabato ni amri ya Mwenyezi Mungu. Bwana utasifiwe sana. Sabato hii imetolewa kwamba iwe amri. Sabato hii iliendelea, na Sabato hii wana wa Israeli waliipata, huku wakaambiwa kwamba waishike, wakaishika kama ilivyokuwa hapo awali. Sababu tunaposoma tunakuta Ibrahimu naye alikuwa amezitii amri za Mungu, mkiwemo Sabato. Amri za Mungu hata wakina Ibrahimu walikuwa wamezishika. Katika kitabu hichi cha Mwanzo 26 na lango la 5 linasema hivi. Lango 26 lango la 5 Mwanzo inasema, kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu
akahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Eti kwa sababu Ibrahimu alisikiliza sauti ya Bwana, akahifadhi sheria za Bwana na amri za Bwana akazitii, na hukumu za Bwana na njia za Bwana. Kwa Ibrahimu kipindi chake naye alitii Sabato, sababu Sabato imo katika amri za Mungu, na Mungu anashuhudia, anasema Ibrahimu alitii amri zangu. Kwa katika amri zile ambazo Ibrahimu alitii mulikuwemo na Sabato. Wapendwa, tunapoendelea mbele tunapata ya kwamba wana wa Israeli wakaja kukabidhiwa nao Sabato, nao wakaendeleza, ikiwemo ndani ya idadi ya amri 10 za Mwenyezi Mungu. Watu waliendelea kushika amri za Mungu, huku tukipata mababu zetu, mababu za wana wa Israeli walitii Sabato, Mungu alitii Sabato, wana wa Israeli nao wakaipewa, wakaendeleza hivyo. Tunapata ya kwamba waliendelea kuishika. Katika vitabu vinatuambia kwamba hii Sabato wana wa Israeli kwa kadiri ambavyo walivyokuwa wakiishika, waliwaambia kwamba lazima waishike na lazima waendelee kukaa katika hiyo Sabato, sababu Sabato hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu ambayo ilikuwa na maana. Tena Sabato hii ni Sabato ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amewapea kwamba lazima waendelee kuiangalia, lazima waendelee kuishika na lazima waendelee kuifuata. Sabato hii wana wa Israeli waliiendeleza. Baada ya wana wa Israeli kuna wengine ambao waliokuwa wanashika Sabato isipokuwa tu ni Waisraeli. Katika kitabu cha Isaya 56 na lango lake ndilo la 2, hapa ndipo tunaenda kujifunza. 56 Isaya lango la 2 panasema, heri afanyaye hayo na mwanadamu anayeshika sana, ashikaye Sabato asiivunje. Eti heri wale ambao wanaofanya na kushika hayo, heri mwanadamu yule ashikaye Sabato wala asifanyeje, wala asiivunje, au aizuie mkono wake usifanye uovu wowote. Fungu la 3 panasema, wala mgeni ambatanaye na Bwana asiseme hivi, hakika yeye Bwana amenitenga na watu wake. Wala towashi asiseme mimi ni mti mkavu. Hapa Biblia inasema eti yeye anayeshika Sabato na aishike, ila hapo chini fungu la 3 linaeleza ya kwamba hata na mgeni asiseme Bwana amemtenga katika siku hiyo, bali naye akaribie kushika Sabato. Ko si Sabato ya wana wa Israeli tu, bali hata na wageni walishirikishwa kwamba lazima nao wangeweza kushika Sabato kama vile ilivyokuwa. Bwana itasifiwe sana. Inatakikana watu wajali Sabato, na inatakikana watu waikumbuke na waishike kama vile amri ya Mwenyezi Mungu. Sabato hii iliendelea. Wana wa Israeli wanaambiwa ya kwamba hata na mgeni. Sabato imeandikwa mara nyingi tu katika maandiko matakatifu, lakini acha nikuambie kwamba hakuna yeyote yule ambaye atakaye kanyaga katika ufalme wa Mungu huku akiwa anazivunja amri za Mungu. Na maandiko yanasisitiza yakisema wale wanaoshika Sabato ya Bwana ya kwamba wao wataweza kuingia katika uzima wa milele, wala wataweza kuingia katika ufalme wa Mungu, wale washikao Sabato pamoja na amri nyingine na amri zingine. Katika kitabu cha Isaya 58 na fungo lake ndilo la 13 kuna habari zilizoandikwa. Isaya 58 fungo la 13 panaandikwa habari hizi: kama ukigeuza mguu wako usialifu Sabato, usifanye anasa yako siku takatifu yangu, na kuita Sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiitukuza na kutokuzifanya njia zako mwenyewe, wala kuyafanya mapendezi yako, wala kusema maneno yako mwenyewe, ndipo utakapojifurahisha katika Bwana, nami nitakupandisha pali pa juu pa nchi, nitakulisha urithi wa baba yako Yakobo, kwa maana kinywa cha Bwana kimenena.
Fungo hili linasema utakaposhika sabato ndipo utakapojifurahisha na Bwana, naye Bwana atakupandisha katika pahali panapoinuka panchi. Pahali panapoinuka panchi, wala sehemu inayoinuka juu ya nchi, ni mbingu. Pahali panapoinuka panchi. Na nitakulisha urithi wa baba yako Yakobo, ikiwa utatii sabato yangu. Tazama kwamba tumeambiwa lazima tutii sabato ya Bwana, sababu sabato hii ni yetu, na tena sabato hii ina maana kubwa. Lazima wanadamu waiangalie, lazima sisi sote wenye mwili kwa neema hii tuweze kuchunguza na kuweza kukumbuka kwamba sabato hii ya Bwana ni sabato nzuri na imepewa wanadamu ili kwamba waishike. Katika Ezekieli 20:20 inasema, Ezekieli 20:20 inasema, zitakaseni sabato zangu, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na nyinyi, mupate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Zitakaseni sabato za Bwana. Hii ndiyo ishara kati ya nyinyi na mimi. Kwa sabato ni ishara, yani ni alama, wala ni agano inaowajumlisha wanadamu na Mwenyezi Mungu. Sabato ndiyo inaowatofautisha watu wa Mwenyezi Mungu na watu wa dunia. Kwa sabato ni alama yenye kudhihirisha watoto wa Mungu na wasio watoto wa Mungu. Kwa sabato inatakikana wanadamu sisi tulioko hivi tuweze kushika sabato ya Bwana, sababu hii sabato ya Bwana ndani mwake tunapata ya kwamba hii ndiyo inatufanya tujumlike wala tuonekane kuwa na alama ya Mwenyezi Mungu. Bwana utasifiwe sana. Ilikuwa imeambiwa ya kwamba lazima wanadamu wangeweza kufanya kazi siku 6, lakini siku ya 7 walikuwa wameambiwa wasitende kazi yoyote, bali wafanye ibada. Katika kitabu cha Kutoka 31 fungo lake ndilo la 15, hapa kuna jambo lililosemekwa. Katika 31 Kutoka fungo lake lango lake la 15 imeandikwa hivi: kazi itafanywa siku 6, lakini siku ya 7 ni sabato ya kustarehe kabisa, takatifu kwa Bwana. Kila mtu atakayefanya kazi yoyote katika siku ya sabato hakika atauawa. Imesemekana kwamba kazi ifanywe katika siku 6 na siku ya 7 ni siku ya kustarehe, ambao wanadamu waliambiwa wasifanye kazi yoyote. Bwana utasifiwe sana. Hii ni sabato katika Biblia. Sabato imeandikwa sehemu nyingi tu katika maandiko matakatifu. Kuachana na kwamba tumeshayasoma katika Agano la Kale ya kwamba walikuwa wamepewa sabato ya Mungu kwamba kuwa ishara inaowadhihirisha wao na wana wa Mungu, wana wa Mungu na wana wasio wa Mungu. Kwa wana wa Mungu, kinachowadhihirisha kwa mwajibu wa andiko ni kwamba utawapata wakishika sabato ya Mwenyezi Mungu. Bwana utasifiwe sana. Lakini sasa watu wengi hujenga hoja na kudai kwamba Yesu Kristo hakuweza kuhubiri habari za sabato, wala Yesu Kristo hakuweza kutii sabato. Huku Kristo hakuna hata sheria moja ambao aliweza kutangua wala kuweza kuvunja. Katika kitabu cha Mathayo imesemekana hivi, Mathayo sura 5 na lango hili la 17, Yesu anadai hivi: msizani nalikuja kutangua torati au manabii, la sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini ninawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka hata yote yatimie. Kwa Yesu hapa anasisitiza ya kwamba hakuna hata sheria moja ya Mungu ambao ataweza kuatengua wala ataweza kuitoa. Lakini fungo la chini panasema, basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu kufanya hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbingu. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyu ndiye atakayeitwa mkuu katika ufalme wa mbinguni.
Kwa Biblia inasema lazima wanadamu watii sheria za Mungu ili kwamba waingie. Wanaozivunja wataingia, sababu sheria za Mungu hizi ndizo government, kwa tuseme kwamba ndizo zinazounganisha mwanadamu, zinazoweka mwanadamu na Mungu. Sheria za Mungu, hauwezi ukadai unamtii Mwenyezi Mungu huku ukiwa unazivunja sheria zake, haiwezekani. Lakini sheria za Mungu lazima kuzitii. Baada ya kuzitii, hapo ndipo tunazirika ya kwamba sisi ni watoto wa Mwenyezi Mungu. Hapa ndipo tunapata ya kwamba Yesu kuja kwake hakuna hata mohaya yoyote inayoonyesha ya kwamba Yesu aliweza kuvunja Sabato, wala Yesu hakutii sheria za Mungu. Kama ipo ni vizuri. Najua ya kwamba baada ya fundisho mtaweza kutoa comment wala komantere zenu mkituonyesha ni mahali gani Kristo aliweza kuvunja sheria. Sababu imekatazwa kwamba mvunjaji wa sheria wote ule hataweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Yule ambaye anayezivunja sheria za Mungu hataingia, lakini wale ambao wataingia ni wale wanaozitii sheria za Mungu. Bwana utasifiwe sana. Na tunapoendelea mbele, tunapata Yesu akikataa ya kwamba hakukuja kuvunja, hakukuja kuondoa sheria yoyote ile. Hapa sasa tunapata Yesu akidai hivyo. Lakini tunapoendelea tunapata Yesu aliweza kusema nini? Hoja nyingi ambayo huku watu wanatumia wakitaka kupandikiza eti Yesu alivunja Sabato ni hoja ya Marko sura 2. Hapa ndipo tunaenda kabisa kuangalia, sababu hapa watu wengi hujenga hoja eti kupitia hii hoja eti Yesu alisema yeye ni Bwana wa Sabato. Kweli Yesu amesema ni Bwana wa Sabato, na nikirudi hebu tuweze kulisikia hili jambo. Yesu anadai mimi ni Bwana wa Sabato. Yesu ni Bwana wa Sabato na Bwana wa Jumapili, yani Dimashe. Bwana wa Jumapili wala Dimashe wala Sunday ni nani? Ikiwa Yesu ni Bwana wa Sabato, sasa Bwana wa Sunday wala Bwana wa Jumapili wala Bwana wa Dimashe ni nani naye? Ikiwa Yesu ndiye Bwana wa Sabato. Bwana wetu asifiwe sana. Hiyo ni hoja ambayo tutaenda kuijibu hapo mbeleni, kwa sababu inatakikana tuweze kuwajibu wote. Acha tusome katika hiki kitabu cha Marko sura 2 na fungu la 27. 2:27 inasema, akawaambia, Sabato ilifanyika kwa ajili ya wanadamu, si wanadamu kwa ajili ya Sabato. Yesu anasema Sabato imefanyika kwa ajili ya wanadamu, si wanadamu kwa ajili ya Sabato. Kwa ni kusema nini? Ni kusema kwamba Sabato hii ikiwa imefanyika kwa ajili ya wanadamu, ni kusema nini? Mfano, imefanyika suruali kwa ajili ya mwanadamu, imefanyika suruali kwa ajili ya mume aevae. Si suruali ikafanyika kwa ajili ya mume, si mwanaume akafanyika kwa ajili ya suruali, lakini mwanamume amekuwa yupo, ndipo hapo suruali nao imetengenezwa, imeundwa. Lakini si kwamba suruali litangulia ndo wakaiundia mume, lakini mume amekuwa kwanza ndo wameunda suruali. Ni kutaka kuonyesha nini? Ni kutaka kusema kwamba suruali hii lazima mwanamume aivae, sababu imefanyika kwa ajili yake. Bwana utasifiwe sana. Ni hapa tunasikia hapa panasema hivi, akawaambia Sabato imefanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato pia. Hapa panasema eti hapo ndipo waliwaambia kwamba mwana wa Adamu eti ndiye Bwana wa Sabato. Hapo ndipo watu wanatakikana wajue ya kwamba Bwana wa Sabato wala Bwana wa Sabato ni Yesu, na huyu Bwana wa Sabato ndiye ambaye anatoa shurti ya kwamba lazima iangaliwe, lazima tuitii, lazima tuitembelee ndani yake, kwa sababu ni amri ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Ni hapo wapendwa, tunatakikana tuwachunguze, tunatakikana tuangalie sasa, ikiwa Sabato hii katika hii Biblia nimeisoma ni Biblia ambayo ni Biblia nzuri, ambayo hii Biblia
Kwa kadiri hii ni Biblia ambayo inaeneza vitabu vyote, na ni Biblia ambayo inashuhudiwa, na ni Biblia ambayo inabeba maneno ya Mungu. Biblia hii ambayo ninayo hapa nayo, ambayo ni hii mnaoiangalia, inaitwa Biblia Takatifu, imeandikwa katika DRC, sehemu za Bukavu. Hapa ndipo hii Biblia imeandikwa na dhehebu la Katoliki. Nao tutaenda kusoma hili fungo wameandikaje kuhusu Marko sura 2 na lango hili la 27. Imeandikwa hivi katika hii Biblia ya Wakatolika, wameandika hivi 2:27, nako wamesema hivi 2:27 wamesema, Yesu akawaambia, Sabato imefanyiwa kwa ajili ya watu, si mtu kwa ajili ya Sabato. Basi mwana wa mtu ni Bwana hata wa Sabato. Swali, Yesu akiwa Bwana wa Sabato, Bwana wa Jumapili naye ni nani? Huku Yesu akidai mimi ni Bwana wa Sabato, Bwana wa Jumapili ni nani? Na tafsiri yake, sababu hii Biblia kama vile mnavyoona inakuwa na mafasirio hapo chini. Baada ya haya chini panakuwa mafasirio, panaeleza nako namna hivi. Mafasirio wala maelezo ya Marko 2:27 panasema, Sabato imefanyiwa kwa ajili ya mtu. Mtu ameamuriwa kupumzika siku ile apate kumwabudu Mungu na kumuomba, lakini hatakiwi hakatazwi kula na kusaidia wenziwe kwa mapendo, kama vile kuunguza mgonjwa. Narudilia, panasema Sabato imefanyiwa kwa ajili ya mtu. Mtu ameamuriwa kupumzika siku ile apate kumwabudu Mungu na kumwomba, lakini hakatazwi kula, kusaidia wenziwe kwa mapendo, kama vile kuuguza mgonjwa. Kwa andiko hili linaonyesha kwamba vizuri kwamba Sabato, ikiwa Yesu ametaja ya kwamba Sabato imefanyika kwa ajili ya mtu. Sabato imefanyika kwa ajili ya mtu. Kwa hapa pameelezwa kwamba hiyo kusemekana kwamba Sabato imefanyika kwa ajili ya mtu ni kwamba mtu ameamuriwa kutii Sabato. Mtu ameamuriwa kushika Sabato na kuitii. Baada ya kutii Sabato, huyu mtu hakatazwi kula. Kwa katika Sabato mtu ana uhuru wa kula, na katika Sabato mtu ana uhuru wa kuuguza mgonjwa wala wa kutenda matendo mema. Nasi hatujapingana na hilo. Katika Sabato tunampata Yesu akitenda matendo mazuri. Katika Sabato tunampata Yesu akiwaponya wagonjwa. Tunapata Yesu akiponya mgonjwa siku ya Sabato. Nasi kazi hiyo tunaikubali, sababu Yesu ndiye mwalimu. Kila alichokifanya lazima tukifanye. Kwa Sabato ni siku ya kutenda matendo mema kulingana na vile maandiko matakatifu yanaeleza. 12:12 Mathayo inasema Sabato si siku ya kuua nafsi, bali ni siku ya kuiokoa. Hapa panaeleza hivi, acha tusome hilo fungo katika Mathayo 12:12 inaeleza. 12:12 inasema, je, mtu si bora kuliko kondoo mara ngapi? Basi si halali kutenda mema siku ya Sabato? Hapa Yesu anaeleza kwamba siku ya Sabato ni siku nzuri ambao wanadamu wanatakikana watende mema siku hiyo ya Sabato. Na siku hii ya Sabato, kwa namna hii lazima tutende mema, lazima tutende kama vile Mwokozi wetu ametuamuru kwamba lazima tutende mazuri siku ya Sabato. Kwa siku ya Sabato nikimkuta mtu ana njaa, lazima mshika Sabato amtendee hifadhi. Ukimkuta mtu amevunjika njiani, usidai kwamba ni siku ya Sabato utampa msaada, lakini unatakikana umpe msaada siku ya Sabato. Ni kutenda mema, ni kuokoa nafsi, ni kuwafanyia watu mazuri siku ya Sabato. Kwa hivyo ndivyo tunaamini Sabato ya Mwenyezi Mungu. Lakini Sabato sio siku ya kuenda biashara. Sabato sio siku ya kuenda katika makampuni zetu na kufanya miradi yetu inayotuhusu sisi, lakini Sabato ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Hapo tunapata Sabato ilitakasika.
na Yesu aliweza kuizungumzia. Kwa nini nidai kwamba Yesu alifundisha Sabato? Katika hoja gani? Katika hoja gani inaonyesha kwamba Yesu alifundisha Sabato? Ni katika hoja ya Mathayo 19:16. 19:16 Mathayo inaeleza, na tazama, mtu mmoja akamwendea, Mwalimu, nitende jambo gani njema ili nipate uzima wa milele? 17 inasema, akamwambia, kwa nini kuniuliza habari za wema? Aliye mwema ni mmoja. Aliye mwema ni mmoja. Anamwambia aliye mwema ni mmoja. Samani panaendelea, panasema aliye mwema ni mmoja. Hapo panasema aliye mwema ni mmoja. Lakini ukitaka kuingia katika uzima uzishike amri. Ukitaka kuingia katika uzima uzishike amri. Kwa mwajibu hili Yesu alisema ukitaka kuingia katika uzima uzishike amri. Na baadhi ya amri hizi, amri ya 4 inatangaza uikumbuke siku ya Sabato uitakase. Uikumbuke siku ya Sabato uitakase. Ni lazima wanadamu waweze kuelewa ya kwamba na wakubaliane na hili kwamba siku ya Sabato lazima itakasike. Swali hili sasa ambalo tunaenda kujibu, siku ya Sabato ni ipi? Sababu wetu wengi wanajiuliza, ikiwa siku ya Sabato ni kweli, lakini siku ya Sabato ni ipi? Siku gani inayotakikana wala inayoitwa siku ya saba katika siku za juma? Sababu hapa katika kalendari ya hawa ambao ni Warumi, tunapata wakitaja siku katika lugha ya French hata na katika lugha ya Kiswahili. Huku wanataja eti kuna lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi na dimanche. Huku wanataja pia hata na Waarabu nao wamekuja na kalenda yao, wanasema eti kuna Jumapili, wanasema kuna Jumatatu, kuna Jumanne, kuna Jumatano, kuna Alhamisi na kuna Ijumaa, kuna Jumamosi na kuna Jumapili. Sasa katika hizi siku ambazo wanataja nao katika kalenda yao, lazima sasa naso tuelewe ni siku ipi ambayo ni siku ya Sabato katika hizi, sababu hata dunia leo imechanganyika. Wamoja wanaenda Ijumaa, wengine wanaenda Jumapili, na wengine wanaenda siku. Sasa ni juma gani wala ni siku gani ambao ni ya Sabato? Ni siku gani ya Sabato? Hicho ndicho ambacho sasa tunaenda kukijibu hapa rasmi. Na kwa nini iligeuzwa? Kwa nini Sabato imegeuzwa ikiwa ilikuwa ni amri ya milele ambayo ilikuwa inatakikana wanadamu wote waweze kuishika na kuitii? Tunapoendelea mbele tunapata kwamba Yesu aliweza kupumzika Sabato. Na Yesu alisema nini? Katika Mathayo 24:20, katika Mathayo 24:20 panasema 24:20 Mathayo, Yesu kuna jambo amesema hapa. 24:20 Mathayo, kuna jambo amelitamka hapa katika maandishi. Amesema hivi: ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Yesu anaonya wanafunzi ya kwamba katika 24:20 Mathayo, eti ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe siku ya baridi wala siku ya Sabato. Kwa alikuwa anajua ya kwamba lazima mateso yale ambayo yalipata Yerusalemu yatakuja, lakini lazima watakatifu waombe Mungu ili kwamba kukimbia kwao kusiwe siku ya Sabato wala wakati wa baridi. Kwa siku ya Sabato Yesu hata naye alikuwa anaijua ya kwamba siku hii lazima wote waweze kuijali na kuitii. Ndiyo maana inasemekana katika Luka sura 4 fungo la 16, eti aliingia katika sinagogi kila Sabato. Yesu aliingia katika sinagogi kama vile ilivyokuwa desturi yake. Aliingia katika sinagogi kama vile ilivyokuwa desturi yake. Bwana utasifiwe sana. Na baada ya Yesu, mitume waliingia Sabato. Hapo tutaenda kuwapatia shuhuda hizo, lakini acha kwanza tuangalie hili, siku ipi ya Sabato? Siku ipi ambayo ni ya Sabato? Siku ipi ambayo ni ya Sabato? Tuna Biblia hii. Biblia hii ni Biblia ambayo
inaitwa Biblia habari njema kwa watu wote. Hii Biblia ndimo waliweza kuingiza hii kalenda ambao ni ya Waarabu, ambao inatamu kama Jumapili, Jumamosi, Jumatatu na vile vyote. Hapa ndipo tunaenda kusoma katika hii Biblia. Acha tuweze kulisoma hili fungo katika Agano Jipya. Tunaenda kusoma hili fungo la Biblia katika Mathayo Mathayo 28 samahani. Mathayo 28 lango la kwanza panasema, baada ya Sabato karibu na mapambazuko siku ile ya Jumapili. Baada ya Sabato karibu na mapambazuko siku ile ya Jumapili, Miriam Magdalene na yule Miriam mwengine walikwenda kulitazama lile kaburi. Kwa mujibu wa andiko hili linaeleza ya kwamba baada ya Sabato inakuja Jumapili. Baada ya Sabato inakuja Jumapili. Siku ambayo iko mbele ya Jumapili inaitwa siku ya Sabato. Kwa mujibu wa andiko hili, baada ya Sabato imekuja Jumapili. Baada ya hapo, acha tuweze kusoma katika kitabu hiki cha Luka, nakyo kinaeleza hivi. Luka sura yake, acha tuone Luka sura yake ya 22 panasema, Luka 23 samahani. Luka 23 50. Tunaanzia hapo. Luka 23:50 panasema, na kulikuwa na mtu mmoja jina lake Yusufu, mwenyeji wa kijiji kimoja cha Wayahudi kilichokuwa kinaitwa Arimataya. Alikuwa mtu mwema anayestahimili. Alikuwa akitazamia kuja kwa ufalme wa Mungu. Ingawa alikuwa pamoja na wabaraza kuu la Uyahudi, hakuwa amekubaliana katika tendo lao. 52 nasema, hapa ndipo tunaenda kusoma. Panasema hivi, 52 inasema, basi yeye alikwenda kwa Pilato akaomba apewe mwili wa Yesu. Kisha akaushusha mwili huo katika sandani, akaushungia katika sanda la kitani, akauweka katika kaburi lililochongwa mwambani kwenye mwamba, ambalo hajalazwa mtu bado. Siku ile 54, na siku hiyo ilikuwa Ijumaa, na maandalio ya Sabato ikaanza. Na maandalio ya Sabato ilikuwa imeanza. Inasemekana ya kwamba siku hiyo ambao waliweza kushusha mwili wa Kristo na kuuzika ilikuwa ni Ijumaa, na maandalio ya siku ya Sabato ilikuwa yameanza. 55, wale wanawake walioandamana naye Yesu kutoka Galilaya walimfuata Yusufu. Waliona lile kaburi na jinsi mwili wa Yesu ulivyowekwa. Walishikwa hofu, walirudi nyumbani, wakatayarisha manukato na marashi ya kupakaa mwili wa Yesu. Siku ya Sabato walipumzika kama ilivyokuwa sheria. Hapa Luka 24 lango la kwanza linasema, Jumapili alfajiri na mapema, wale wanawake walikwenda kaburini wakichukua yale manukato walioyatayarisha. Amena. Hapa panasema wazi, na fungo hili nitapenda tulisome hata katika hii Biblia nyingine, ambayo Biblia hii ni Biblia ambayo inakuwa ni Biblia takatifu, ambayo inakuwa ndani maneno ya Mungu kabisa. Nayo inasema hii imeandikwa wakitumia kalenda ya Warumi. Kwa wakati Biblia hii imesema Jumapili, hii Biblia imepata hii Biblia hii ndo ilianza, ndo iliandikwa, ndo ilipumuliziwa na neno la Mungu. Biblia hii nayo ni Biblia ambayo imeandikwa na muungano wa madhehebu.
muungano wa madhehebu ambao wameita eti Biblia habari njema kwa watu wote. Lakini hii imetaja siku ambao Yesu alifufuka kuwa ni Jumapili, na imesema baada ya Sabato huja Jumapili. Ndivyo hii imetaja. Sasa hiyo Jumapili ndiyo ambayo watu hawajui. Jumapili sasa ni hii ambao watu wanaenda huku wakiwaza ndio siku ya saba, huku Biblia ikikanusha kwamba Jumapili siyo siku ya saba. Bwana utasifiwe sana. Nitasoma hili fungo la Luka 23:52. 23:52 panasema, mtu huyu alikwenda kwa Pilato akataka apewe mwili wa Yesu. Akaushusha, akauzinga sanda ya kitani, akauweka katika kaburi lililochongwa mwambani, ambalo hajalazwa mtu bado. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio. Ndiyo Biblia hii imesema eti siku hiyo ilikuwa siku ya Ijumaa, na siku ile ilikuwa siku ya Ijumaa, wala siku ya maandalio ya Sabato. Kwa siku ya Ijumaa ni siku ya kuandaa kuingia katika Sabato, na Sabato ilianza kuingia. Eti siku hiyo ilikuwa siku ya Ijumaa na Sabato ilianza kuingia. Na wale wanawake waliokuja naye kutoka Galilaya wakimfuata waliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Walirudi wakafanya tayari manukato na maramu, na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyokuwa sheria. Kwa siku ya Sabato watu wote walikuwa wanaitii. Kwa siku ya Sabato iko katikati ya Ijumaa na Jumapili. Siku ya Sabato iko katikati ya Ijumaa na Jumapili. Yani Jumamosi ni siku ya Sabato. Hapa tutaenda kuyazihirisha. Nimetoa fungo gani zinazoonyesha ya kwamba Jumamosi ndiyo siku ya Sabato, wala kwa Wafransa samedi ndiyo 7e jour de la semaine. Samedi ni 7e jour de la semaine. Kwa mujibu wa maandiko gani? Nikiwa na Biblia hizi zote mbili, hii ikisema siku ya kwanza ya juma, hii ikisema hiyo siku ya kwanza ya juma kwamba ni Jumapili, yani dimanche. Nitaweza kutumia pia kwa Ufaransa. Fungo hili nitaweza kulisoma hata katika Biblia hii. Hii Biblia inaitwa habari njema kwa watu wote, na hii inaitwa habari njema kwa watu wote. Imeandikwa na Ukatoliki, imeandikwa na kanisa la Katoliki. Hii nayo imeandikwa habari njema kwa hawa. Wakati wanaona hii, kila Biblia ambazo huwa zinakuwa na huu wekundu zimeandikwa na Wakatolika. Hii ni French. Nitasoma hii French. Inasema hivi katika kitabu hiki cha Luka. Acha tuweze kukitumia Luka, katika kitabu cha Luka. Luka sura zake ni 23 na lango hili la 52 panasema hivi 23 na 52. Katika hii French inasema hivi: Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Pilate puis il descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans un drap de lit, le déposant dans un tombeau qui n'avait été creusé dans les rocs, un tombeau dont laquelle il n'y avait jamais mis personne. Eti hii ilikuwa alipoenda kwa Pilato akaomba mwili akaupewa, na baada ya kupewa huo mwili akauzinga katika sanda, akauweka katika kaburi ambalo hamujalazwa mtu bado. Panasema c'est le vendredi, c'était le vendredi et le sabbat allait commencer. Eti ilikuwa ni Jumapili, ilikuwa ni Ijumaa na Sabato ilikuwa imeanza. C'était le vendredi et le sabbat allait commencer. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis le Galilée viraient avec Joseph, allaient regarder les tombeaux et viraient comment le corps de Jésus y était placé. Puis il allait tourner en ville et préparerait l'huile et les parfums pour le corps. Les jours du sabbat, il allait se reposer et il se reposerait comme la loi ordonnait.
Hapa panasema ya kwamba na siku ya Sabato walipumzika kama vile sheria ilivyokuwa inasema. Ukiruka sasa 24 Luka 24 na lango la kwanza panasema 24 Luka lango la kwanza panasema Très tôt le dimanche matin les femmes se rendiraient au tombeau. Eti Jumapili asubuhi wanawake wale walienda kutazama kaburi. Nikisema nini? Kitabu hiki nacho kinasema hivi: hata siku ya kwanza ya juma ilipopambazuka wale wanawake walienda kaburini, walienda kwenye kaburi. Ni kusema nini? Ni kusema kwamba Sabato ya Mungu inapatikana katikati ya Ijumaa na Jumapili. Kwa Jumapili ni siku ya kwanza ya juma kulingana na muwajibu wa maandiko matakatifu. Kulingana na muwajibu wa maandiko matakatifu, Jumapili yani dimanche wala Sunday ni siku ya kwanza ya juma. Na siku ya kwanza ya juma imetamkwa katika Biblia kwamba ni siku ambayo wanadamu wana haki ya kufanya makazi zao, wana haki ya kuenda mashamba, wana haki ya kufanya chochote. Katika Marko imeeleza hivi kwamba Jumapili ni siku ambayo unaweza ukaenda kufanya biashara, ni siku ambayo unaweza ukafanya hata shamba, unaweza ukaenda shambani na kufanya yote ambayo unaoyataka. Katika Marko imesema, Marko 16:9 Yesu panasema Yesu alifufuka mapema Jumapili. Alionekana kwanza kwa Maria Magdalene, ambaye Yesu alikuwa amemtoa pepo wabaya 7. Mariamu Magdalene alienda akawajulisha wale waliokuwa pamoja na Yesu, na wakati huo walikuwa wakiomboleza na kulia. Lakini waliposikia ya kwamba Yesu yu hai na ya kwamba Mariamu Magdalene amemuona, hawakuamini. Eti Yesu alifufuka Jumapili, na alipofufuka akamtokea kwanza Mariam Magdalene, na huyu Mariam Magdalene akaenda akawapasha wanafunzi wa Yesu habari hizo ya kwamba amemuona na ya kwamba yuko hai. Yesu inaendelea 12 panasema, baada ya hayo Yesu alitokea wanafunzi wawili akiwa na sura nyingine. Eti baada ya hayo, baada ya kumtokea Miriamu, Yesu akawatokea wanafunzi wengine wawili miongoni mwa wale wanafunzi 12. Hao wanafunzi wawili aliwatokea. Baada ya hayo Yesu alitokea wanafunzi wawili akiwa na sura nyingine. Wanafunzi hao walikuwa wakienda shambani. Wanafunzi wale walikuwa wakienda wapi? Shambani. Kwa ni kusema nini? Ni kusema ya kwamba siku ya Jumapili wala siku ya kwanza ya juma ni siku ya kutenda kazi. Ndiyo maana andiko limesema siku 6 utafanya kazi, lakini siku ya 7 ni Sabato kwa Bwana Mungu wako. Siku ya kwanza ya juma ni Jumapili ambao lazima tufanye makazi zote, lakini dunia imelewa, dunia imefanya kinyume. Wanapumzika Jumapili huku wanaasi sheria ya Mungu. Wanapopumzika Jumapili wanatangaza ya kwamba Mungu siye yeye aliyeumba, sababu amri ya 4 ndiyo amri pekee inayoonyesha ukuu wa uumbaji wa Mungu. Ndiyo amri inayoonyesha kwamba Mungu ndiye aliyeumba, sababu amri ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili usiabudu sanamu wala kuitumikia. Amri ya 3 silitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Na amri hii ya 4 inasema uikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku 6 fanya kazi na mambo yako yote, lakini siku ya Sabato ni Sabato kwa Bwana Mungu wako. Sabato kwa Bwana Mungu wako. Usitende kazi ndani yake wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumishi wako wala kijakazi chako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye malangoni mwako. Kwa maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya Sabato. Kwa siku ya Sabato ni siku ambayo Bwana alistarehe akaibariki.
Siku hii ni lazima iko special kuliko siku nyingine. Iko kana kwamba ndiyo ambayo iko juu kuliko zingine. Imepewa vitu ambavyo ni tofauti na siku zingine. Ndiyo maana sabato hii ni lazima watu waweze kuitii. Lazima watu waweze kuipumzika. Lazima watu waikumbuke kwamba ni sabato, ni agano. Ndiyo inaodhihirisha wana wa Mungu na wasio wa Mungu. Sabato tu ndiyo amri pekee inaowatenga wana wa dunia na wana wa Mwenyezi Mungu, kulingana na kitabu cha Ezekieli 20:20. Tunapoendelea mbele, tunapata kwamba Jumapili ni siku ya kwanza ya juma, sio siku ya saba. Hata hakuna andiko yoyote, hata wale ambao wamejifunza teolojia, wanavyo wote ambao wamesoma, hakuna hata yoyote ule ambaye anaweza kuwa na haya wala fungo la Biblia linalodhihirisha ya kwamba Jumapili ni siku ya saba. Hicho hamna. Bwana utasifiwe sana. Lakini sasa, kwa nini Jumapili hii ishikwe badala ya Sabato? Kwa nini watu wameshika Jumapili badala ya Sabato? Imeanzaje? Nitatumia hii Biblia kuonyesha ni wanani ambao waliweza kuweka Sabato ya Mungu kando na kusimamisha Jumapili, yani Dimanche, yani Sunday. Ni katika hiki kitabu kinachoitwa kitabu cha Biblia kimeandikwa na kimeandikwa na Wakatolika. Kitabu cha Biblia hiki ambacho kimeandikwa na Wakatolika, wameweza kuandika mambo ambayo ndani yake kuna mambo ambayo si madhuri, na ndani yake kuna mambo ambayo yanafasiri ukweli kwa namna ulivyo. Bwana utasifiwe sana. Katika hii Biblia, ni Biblia imeandikwa na Wakatoliki, imeandikwa Bukavu kama vile nimewaonyesha, katika nchi ya DRC. Hapa ndipo wameandika, ikiandikwa na Wakatoliki, yani mapadiri wamenukuu wakiandika Biblia hii. Hasa wameandika hivi, Wakolosai sura 2 lango la 16 wameandika maelezo yake. Wanasema Wakolosai sura 2 lango la 16 wanasema, asiwahukumu. Kwa nini wanaweza kutuhukumu? Je, ni kwa sababu tumebadili siku ya Sabato? Wala ni kwa sababu tumebadili siku ya mapumziko? Wakristo wamekamata siku ya ufufuko wa Bwana Yesu pahali pa Sabato ya Uyahudi. Hii ni haya ambao nasoma hapa. Hata ukiwa na hiki kitabu cha Verbum Bible Catholique, Wakolosai sura 2, tafuta tafsiri yake. Sura 2 fungu la 16, tafuta tafsiri yake. Inaeleza ya kwamba Wakatoliki wanadai wao ndo wamebadili Sabato ya Mungu na kuweka Jumapili. Wameweka Jumapili. Kwa nini waweke Jumapili? Acha tuweze kusoma kwa nini Jumapili iwekwe badala ya Sabato. Tuna vitabu hapa. Kitabu hiki kinaitwa Le Pape, yani orodha wa mapapa, hiki ambacho mnaona mbele yenu. Kitabu hiki ndimo waliweza kuweka uongo mkubwa, na katika hiki kitabu kinaonyesha orodha wa mapapa wote. Orodha wa mapapa wote wanaonekana humo, orodha wa mapapa. Lakini tutasoma papa wa 33. Huyu papa wa 33 anaitwa Saint Sylvestre Premier. Saint Sylvestre Premier, yani Mtakatifu Silvestre wa kwanza. Huyu papa wa 33 aliyeshika kiti mara ya 33 ni alianza kutawala katika mwaka wa 314 mpaka mwaka wa 335. Huyu alifanya hiki kitu. Anasema hivi: Ce fils Sylvestre qui baptisa Constantin à Jérusalem à l'occasion de la consécration de l'église du Saint-Sépulcre voulu par les Sainte Hélène. Eti ni huyu Silvestre wa kwanza ndiye aliyemubatiza mfalme Konstantino hapo Yerusalemu, wakati ambapo walikuwa wanafanya sherehe ya kuzindua hekalu la Mtakatifu Helena sur le Calvaire, hapo Kalivari. Eti Silvestre wa kwanza huyu ndiye aliyemubatiza mfalme Konstantino hapo Yerusalemu, wakati walipokuwa wanafanya zinduo la kuzindua hekalu la Mtakatifu Helena hapo Kalivari. Ile situale dimanche comme jour du Seigneur. Ni hapa ndipo aliweza kuweka Jumapili
kuwa ndiyo siku ya kumwabudu Mungu. Huyu Saint Silvestre Premier, yani mtakatifu Silvestre wa kwanza, papa wa 33, ambaye alianza kuongoza katika mwaka wa 314 mpaka mwaka wa 335. Huyu ndiye ameweka Jumapili badala ya Sabato. Huyu ndiye ametatiza dunia. Katika huyu, pamoja na kuungana na mfalme Silvestre, mfalme Konstantino samahani, hawa wawili wameungana kwa kuchafua ukweli wa Mungu, na wameweka badala ya Sabato, wamesimamisha kuabudu Mungu Jumapili. Il institua le dimanche comme jour du Seigneur. Il le fait indéniable. Il reste l'un des premiers confesseurs non martyrs dont le culte fut établi très tôt à Rome. Huyu ndiye aliyeweza kusimamisha hata ibada hapo Roma. Hapo tumesoma kwenye ukurasa wa 13. Ukurasa wake wa 14 wanasema hivi: celle du 3 juillet année 321, il institua le repos obligatoire du dimanche. Katika mwaka wa tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka wa 321, tarehe 3 wa mwezi wa 7 mwaka wa 321, aliweza kusimamisha wala kushurutishwa na kushurutisha watu kutii sheria ya Jumapili. Watu wameanza kukusanyika Jumapili, huku wakiachana na Sabato ya Bwana, ambao Sabato ya Bwana ni amri ya milele. Lazima watu waitii, lazima watu waishike. Acha nikuambie kwamba mitume wao walitii Sabato. Mitume walishika Sabato. Mitume walishika Sabato. Na mambo haya ambao ninao yanena, si kwamba hawaijui, wanayajua, lakini kwa nini hawatii? Kwa nini hawasiyafuate? Wanapenda watimize mambo yao, wanapenda watimize unabii. Amri ambayo ni alama ya Mungu ni Sabato. Alama ya Mungu kwa watu wake ni Sabato, na alama ya mnyama kwa watu wake ni Jumapili, ni kutii Jumapili. Kwa ukishatii Jumapili, ujue ya kwamba unatii alama ya mnyama, na ukishatii Sabato, ujue ya kwamba unatii Sabato ya Mungu ambao ni sheria thabiti. Na huku ndiyo imani ambayo manabii walikuwa nayo. Manabii wametii Sabato, mitume wametii Sabato, Yesu ametii Sabato, wote. Hakuna hata mtu yeyote katika Biblia ambaye huku aliacha Sabato akatii Jumapili. Hayupo. Walitii Sabato. Hata na mitume hapa wengi wanadai eti Yesu ameondoa Sabato. Ameiondoaje hali ya kuwa Sabato ni amri? Ameondoaje? Na amri hizi inasemekana ya kwamba lazima tuzishike zote. Katika kitabu cha Yakobo sura 2 lango la 10 panasema maneno yafuatayo. Yakobo 2:10 panaeleza hivi: maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote, ila akijikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini, pia alisema usiue. Basi ijapokuwa hukuzini bali umeua, umekuwa mvunja yote, mvunja sheria yote. Kwa sheria ya Mungu ni kwamba lazima tuzitii. Yesu hakuvunja sheria ya Mungu. Yesu ametii sheria. Yesu ameendea katika uongozi wa Mungu. Hata Yesu anasema yote ulioniagiza Baba nimeyafanya. Ni kusema kwamba Yesu ametii sheria na mitume wametii sheria. Hakuna mtu ambaye ametii Jumapili katika Biblia pahali pa Sabato ya Bwana. Kitu gani ambacho watu wanadai ya kwamba lazima eti Yesu amefufuka Jumapili, basi nasi tumekamata hiyo Jumapili, tumeshashikilia Jumapili, kwamba tushike Jumapili badala ya Sabato, kwa sababu ndiyo siku ambao Bwana wetu Yesu Kristo aliweza kufufuka. Ndiyo, Yesu amefufuka Jumapili, yani siku ya kwanza ya juma. Siyo hoja mbaya, lakini ni wapi imeandikwa kwamba muweze kuchange wala mubadilishe Sabato? Jumapili imebadilisha Sabato wapi? Ikiwa maeneo hayo hayapo, Yesu alisema nini? Alisema ya kwamba katika kula meza ya Bwana, katika kula Pasaka wala meza ya Bwana, hapo ndipo tumkumbuke. Hajasema eti tukumbuke siku amefufuka, ila amesema tule Pasaka, ndiko kumkumbuka. Anasema fanyeni hivi kwa kunikumbuka, yani kutumia Pasaka.
Si kwamba fanyeni mkuwe mnakumbuka siku nilifanyaje, siku ambayo mimi siku ambayo mimi nimefufuka. Hicho hamna na hakuna andiko. Lakini mitume walifanya nini? Mitume wa Yesu ambao walifunzwa naye akiwa na muongozo mzuri na akiwa ana amri ya milele, wao ilikuwaje? Katika Matendo ya Mitume tuulize Biblia, je, Yesu naye aliweza kushika Sabato? Hicho ndicho ambacho tunatakikana tuweze kukifanya. Na rasmi naendelea kukomesha fundisho hili na karibia mwisho. Ndiyo maana lazima tuweze kuangalia tangamano yetu ilikuwa ni Sabato. Kwa nini Sabato ya Mungu wanadamu wanaendelea kuipatia mgongo? Kwa nini hawaikubali? Kwa nini wanaendelea kuipa kisogo, huku ikiwa ni amri ya Mwenyezi Mungu ambao lazima watu waweze kuifuata? Hapa panaeleza katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume imeeleza hivi. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume nitasoma sura ya 16 na lango la 13. 16:13 inayesema, hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango tukakwenda kando ya mto, ambapo tulizani ya kuwa pana mahali pa kusali. Tukaketi tukasema na wanawake waliokutana pale, na mwanamke mmoja jina lake Lidia, mwenye kuza rangi ya zambarau na nyekundu, mwenyeji wa mji wa Tuatera, mcha Mungu, akasikiliza, ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana, akayatunza maneno yaliyonenwa na Paulo. Hata alipokwisha kubatizwa yeye na nyumba yake, akatusia akisema, kama mumeniona kuwa mwaminifu kwa Bwana, ingieni nyumbani mwangu mkae. Akatushurutisha. Hapa panasema ya kwamba siku ya Sabato mitume waliweza kukusanyika. Siku ya Sabato walitii sheria ya Sabato, walifuata sheria ya Sabato, walitii sheria kama vile inavyokuwa, waliendelea kutii sheria ya Mwenyezi Mungu. Mama Nyakureo alitii sheria ya Mungu kwa sababu sheria ya Mungu ni sheria ambayo wanadamu wote wangepashwa kuitii na kuifuata. Hata katika Matendo ya Mitume sura yake ni 13 na fungo lake la 44. 13:44 panasema, hata Sabato ya pili watu wote, karibu mji wote, walikusanyika wakalisikilize neno la Bwana. Hapa Biblia inadai ya kwamba eti siku ya Sabato karibu mji wote ulikusanyika wasikilize neno la Bwana. Hiyo ni wakati wa mitume. Kwa mitume walitii Sabato, hawakutii Jumapili. Hawa ndio wangeweza kuwa kielelezo ikiwa hoja hii ni na msingi inayosema kwamba tunatii Jumapili kwa sababu Yesu alifufuka siku hiyo. Ni kweli alifufuka siku hiyo, lakini ni wapi imedhibitika katika maandiko ya kwamba tutii Jumapili badala ya Sabato? Huku tukipata mitume ambao walishuhudia yale yote, hawakutii Jumapili bali walitii Sabato. Kumbe Sabato, na huku ambako mitume walienda kufunza wakawapata watu, Matendo ya Mitume, huku ambapo wamekusanyisha mji wote, huku ambapo Paulo amekuta huyu mwanamke wa Tuatera. Je, walikuwa ni Wayahudi? Swali ni kwa jibu ni kwamba hawakuwa Wayahudi, ni la, lakini walikuwa ni watu wa mataifa ambao walitii sheria za Bwana. Kwa lazima tutii sheria za Bwana ili kwamba tuone uzima wa milele. Si kwamba tumesema utii Sabato tu wala tutii Sabato tu, lakini ni kutii sheria zote za nani? Za Bwana. Huku tukipata Jumapili ya kwamba ni siku ya kwanza ya juma. Dimashe ni siku ya kwanza ya juma ambao watu wanatakikana kwenda shambani, kufanya biashara, kufanya kazi zozote, sababu hakuna sheria yoyote inayokataza mtu kufanya kazi Jumapili, lakini sheria ya Mungu inakataza watu kufanya kazi Jumamosi ambao ni Sabato, ambao ni siku ya saba ya juma. Katika Ufunuo 14:12, Ufunuo 14:12 panasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu,
hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu Kristo. Kwa bila imani ya Yesu Kristo na kuzishika sheria za Mungu hakuna utakatifu. Kwa tunatakikana tuzitii sheria za Bwana, tutii amri zake. Hicho ndicho kinatakikana tukitende. Tuombeane hivi ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Basi ikiwa mtakuwa na swali, unatuma komantere hapo chini, tutaweza kuipitia. Mungu awabariki.